amechukua Biblia, tunaanza kichwa cha somo. Tumekuwa tukitembea na nimemsikia mtumishi akitembea kuhusu uthamani wa mwana wa Mungu. Nimemsikiliza somo alilofundisha sana ikiwa nimekaa hapo. Somo hilo mimi huwa ninalo stage 4 za ukuaji wa Mkristo. Stage 4. Mimi nimekukuta unamalizia na mimi nina vipengele, lakini sifundishe hivyo. Hiyo stage ya utoto, watu wengi wako kwenye stage ya utoto. Ukitoka kwenye stage ya utoto unaenda kwenye stage ya ngapi? Hawana. Ukitoka mwana, maana mtoto ni mtumwa. Ukitoka kwenye mwana unakuja kwenye stage ya rafiki. Ukitoka kwenye stage ya rafiki, hiyo ni stage bado ndogo sana. Mtoto bado ni stage ndogo. Ukija unaingia kwenye stage ya rafiki wa Mungu. Musa akaitwa rafiki wa Mungu. Bado ilikuwa ni stage ndogo. Na kuna watu walikuwa marafiki zake Yesu. Bado ni stage ndogo. Ukitoka unakuja stage ya uposo. So unajuaga kwenye mapenzi hamna mapenzi matamu kama ya uchumba Pale unasikia raha zote kila saa na Yesu. Hakuna kinachokutenga. Mapenzi ya uchumba ni matamu. Ni matamu. Ndio ile unalala kila saa unasema umefika? Unafanyaje? Unakula? Umevaa nguo gani? Unasemaje? Umeamka? Nipigie video call. Yaani huyo ndo kila saa yuko kwa Yesu hivyo. Hiyo ni stage ya nini? Ya uposo. Hii stage ya 4 ndio issue kufika. Inaitwa stage ya mke. Asante. Stage ya nani? Ya mke. Biblia inatuita sisi ni mabibi harusi. Mtu akifika stage ya mke haguswi. Ukimgusa umegusa mboni ya jicho. Haleluya. Hiyo stage wengi hawajafika. Hiyo stage unageuka kuwa untouchable. Haleluya. Amen. Amen. Kwa hiyo nafikiri mzee yupo atamaliza siku nyingine nisifundishe hiyo. Nilikuwa nasikiliza tu pale. Kwa kama uko kwenye stage ya utoto bado lia, maana mapampers yako hapa yamejaa maji, yamejaa uchafu. Hatutaki kanisani stage za utoto. Na stage za utoto ndo wanataka zile injili za kupakwa mafuta. Na kwa bahati mbaya sina hiyo injili. Asante. Hata sura yangu tu haifanani na hizo injili. Amen. Na sina hata stage ya urafiki. Sina hata stage ya uchumba. Sijui tukulinde, usiondoke. Sina. Stage ya mke. Kuwa mwaminifu hata kufa. Kifo kitafanya nini? Kitatutenganisha. Hiyo ndo stage ya mke. Haujafika. Yesu akasema muwe waaminifu mpaka nini? Kufa. Wangapi ni waaminifu mpaka kufa? Haleluya. Oya, amna shusha mkono acha uone. Wakati saa ya kuabudu naona mnakodoa macho kama vile mmenyongwa na vile vyakula vimepanda. Amna. Hiyo stage unakuwa submissive. Sio wa kusukumwa. Hausukumwi kanisani, fanya hichi. Hausukumwi, funga macho. Hausukumwi, sijui hichi. Hausukumwi, abudu katika roho. Haufundishwi. Biblia inasema hawatafundishana mtu na jirani yake, na wote watafundishwa na Bwana. Maanake Bwana wako atakutrain how to live with him. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi naomba niwaachie hapo. Hiyo ni story nilikuwa nawasalimia ya hizo stages. Nimesikiliza somo nikiwa nimekaa hapo, tunacheka kimoyo moyo. Nikasema afadhali hata sijalifundisha. Roho Mtakatifu atukuzwe. Amen. Si tupo bado mjini? Ndio. Kama bado tupo mjini basi mimi nafundisha utambue uthamani wako wewe. Sio wa mwana wa Mungu mwingine, wa kwako. Uthamani wako ndani ya Kristo Yesu. Hakuna uthamani utaupata popote zaidi ya ndani ya Kristo. Utambue uthamani wako binafsi ndani ya Kristo Yesu. Kichwa chetu ambacho kimebeba kongamano ni kutambua uthamani wa mwana wa Mungu. Nataka nieleze thamani ni nini. Bwana Yesu asifiwe.
Thamani ni ubora au umuhimu wa kitu kilichomo ndani ya mtu kwa ajili ya wengi. Ndio utajipima wewe kama ni wa thamani au ni bomu. Maana kuna watu wanajiita wa thamani lakini tu appearance yao ni mabomu. Mabomu. Thamani ni nini? Thamani ni ubora au umuhimu wa kitu kilichomo ndani ya mtu kwa ajili ya watu wengi. Thamani ya mtu haipatikani kwa elimu ya darasani alionayo mtu, sura nzuri ulionayo, umbile au shepu ulionayo, wala mali ulizonazo. Thamani ya mtu inapatikana ndani ya Kristo na inawekwa na Mungu mwenyewe ndani ya mtu. Thamani ya mtu haipatikani kwa elimu ya darasani alionayo au theolojia uliyosoma, sura nzuri ulionayo, umbile ulilonalo, mali ulizonazo. Thamani ya mtu inapatikana ndani ya Kristo na inawekwa ndani ya mtu na Mungu mwenyewe. Thamani ya mtu inapandishwa na Mungu mwenyewe. Thamani yako kupanda thamani au kuwa na thamani wewe si kwa sababu una kitu chochote. Wako matajiri wengi hawana heshima, wako wasomi wengi hawana heshima, wako viongozi wengi hawaheshimiwi na wanatukanwa, wako watu maarufu hawaheshimiwi, lakini thamani ya mtu inawekwa ndani yake na Yesu Kristo. Haleluya. Na hiyo thamani uliowekewa si kwa ajili yako binafsi, ni kwa ajili ya wengi. Ukiona ulichonacho ni cha kwako, una thamani na wala hujaanza kuishi. Amen. Ukiona umuhimu wako ni kwa ajili ya mume wako, mke wako na watoto wako, wewe bado huna thamani. Usiniambie ni kwa sababu ya mke wako na watoto wako. Wako wajane walioishi bila waume zao na wakafanya mambo makubwa bila waume zao, na mpaka leo tunawasoma. Kwa hiyo thamani yako hailetwi na mume wako. Wako wanaume walioishi bila wake zao kama kina Paulo, na thamani yao imeonekana si kwa sababu walioa, ni kwa sababu walikuwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Usiniambie thamani yako ni kwa sababu umezaa. Wako watu waliokuwa tasa, walipepa uthamani, na Mungu aliwatafuta kwa sababu ya uthamani waliokuwa nao, na Mungu akawatumia tu, akawaomba amsaidie kuleta watoto wake duniani kwa sababu ya uthamani alionao. Bwana Yesu asifiwe. Na si elimu, walikuwepo waandishi na Mafarisayo waliosoma sana kuliko Yesu. Akaja Yesu ambaye ni wa thamani kuliko chochote. Hakusoma shule yoyote, hana degree, hana PhD, hana masters, lakini alikuwa na thamani, na uthamani wake ndio umetubeba sisi mpaka sasa katika jina la Yesu. Kwa uthamani wako usijivune. Biblia inasema na anayejisifu na ajisifu mbele za Bwana. Na usijisifu kwetu, jisifu kwa sababu unamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo uthamani wako haututishii. Unatakiwa kwanza utikise mbingu na malango ya kuzimu, ndipo tutajua wewe ni wa thamani. Uthamani wako sio wa kusifiwa na wanadamu. Thamani wako ni wa kusifiwa na Mungu. Tazama, huyu mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikieni yeye. Kwa nini katikati ya wengi alisema? Kulingana na uthamani aliyokuwa nao Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kumpokea Yesu si kuwa wa thamani, ni kumuishi ndio kuna kufanya kuwa wa thamani. Kuna waliokuwa na upako wakafa nao na wakaenda nao jehanamu, kina Yuda Iskariote. Kwa usiseme tu ndio kinakupa thamani. Kiwango cha mahusiano kinaamua uthamani wako ndani ya Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha mahusiano kinaamua uthamani wako ndani ya Kristo. Usiniambie nimeimba, ndio maana waimbaji wanaimba afu wanaondoka. Baba
Mimi najua kusearch. T-shirt moja nyeusi tu. Wako wapi wapiga vyombo? Wakae kanisani. Uthamani si kwa sababu mnapiga drums. No. Shetani hizi mnazozipiga zilikuwa ndani yake. Drums zilikuwa ndani yake. Kinanda kilikuwa ndani yake. Zeze zilikuwa ndani yake. Zumaridi zilikuwa ndani yake. Vitu vyote yeye alikuwa apigi. Alikuwa akijitingisha vinalia. Alikuwa akitembea vinalia. Wewe mpaka utumie nguvu. Uthamani wako si kwa vile tu tunavyoona, kinachangiwa na kiwango cha mahusiano. Amen. 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 Haleluya. Jamani, mimi ni mwalimu na ninafundishaga tu na ni neno. Isaya 43 mstari wa 4, nitaanzia pale pale. Isaya 43 mstari wa 4. Isaya 43 mstari wa 4. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, usisubiri mpaka tuje tukuombee. Kuna watu watahudumiwa katikati ya neno, na ndivyo ninavyokuwa nikimwamini Mungu katika jina la Yesu. Kwa hiyo usikae mkao wa ajabu, kama mkao wa rohoni. Isaya 43 mstari wa 4 ninasoma katika jina la Yesu, na neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Sikiliza sentensi vizuri. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Nukta. Amen. Amen. Sikiliza, nataka usikie sana. Biblia inasema nini? Kwa kuwa ulifanya nini? Ulikuwa. Kuna present tense, kuna past tense, kuna future tense. Kuna wakati uliopo, kuna wakati uliopita, na kuna wakati ujao. Sasa Mungu wakati anaozungumzia na huyo mtu anasema kwa kuwa ulikuwa. Kama ulikuwa ni wakati uliopita, sasa ukoje? Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, anasema nikakupenda. Alafu uthamani unaamua kiwango cha upendo wa Mungu juu ya mtu. Amen. Uthamani wa kwako unaamua kiwango cha upendo wa Mungu juu yako. Mungu anatupenda kweli, lakini kuna saa anapendeleaga. Enda kaombe, mwambie Mungu, umesema una upendeleo. Wewe shika adabu. Shika adabu. Shika adabu. Kwa kuwa hakuna pendeleo. Wacha kumhubiria Mungu. Hayo ni maombi ya kumhubiria Mungu. Unamhubiria Mungu neno. Mungu umesema, wacha ushamba. Sikiliza neno, anasema hivi. Anasema mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Simesema hamna upendeleo. Mungu hana upendeleo. Mungu huyo huyo, lakini anasemaje? Mtu mwema. Mithali 12 mstari wa 2. Mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Mwangalie jirani yako, mwambie hatufanani. Nukta. Hatufanani. Hatufanya nini? Hatufanani. Si kwa sababu tunaimba wote tunafanana. Si kwa sababu tunasali wote tunafanana. Si kwa sababu tunaabudu wote tunafanana. Si kwa sababu ni watumishi tunafanana. Mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Kiwango cha wema wako kinaamua kiwango cha upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio. Anasema kwa kuwa ulikuwa. Kama ulikuwa, sasa hivi ukoje? Ukiona somo linasema uthamani wa mwana wa Mungu, wako watu wengi mmepoteza thamani yenu kama wana wa Mungu. Na kichwa cha somo kinasema kwa sababu ulikuwa wa thamani. Watu wengi mnapookoka mnaanzaga kuwa na hofu ya Mungu, mnakuaga na adabu, mnakuaga na heshima, mnakuaga watii, mnakuaga wanyenyekevu, mnakuaga waombaji. Lakini kwa kadiri mnaendelea, kiwango cha maarifa
thamani. Anasema uthamani wa jana ndio ulisababisha nikakupenda. Uthamani wa jana hauwezi kutembea nao leo. Uthamani wa leo unatengeneza kesho. Uthamani wa jana umetengeneza leo. Uthamani wa leo unatengeneza kesho. Uthamani wa kesho unatengeneza future. Uthamani wa kesho kuto unatengeneza uthamani wa uzao. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu anasema ulikuwa. That is past. Ulikuwa. Sasa ukoje? Tumefika mahali wokovu tumeuona as a fashion. Kwa hiyo wokovu, mifumo ya wokovu, tunachukua mfumo wa dunia plus jina la Yesu plus kunena kwa lugha plus hata nyimbo zetu. Angalia watoto, Diamond plus Alikiba plus Zuchu plus nani iziko to Lucifer plus Roho Mtakatifu. Ni uongo. Uongo. Ulikuwa wa thamani. Ulikuwa nini? Wa thamani. Ndio. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema katika jina la Yesu. Nani amemleta? Yesu kanileta. Nani anakemea kabisa katika jina la Yesu? Niko hapa kwa jina la Yesu. Huwezi kuchanganya mfumo wa mbinguni na mfumo wa duniani ukatengeneza wokovu. Ndio maana saa hii wokovu wetu hauna thamani kama wokovu wa watu wa zamani. Tuko kwenye kipindi cha neema, tunasoma Agano Jipya. Biblia inatuambia ni agano lililo bora, lakini tukiangalia Agano la Kale linaonekana bora kuliko Agano Jipya kwa sababu tunaichezea neema tuliyoipata. Amen. 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 Haleluya. Mungu anasema ulikuwa. Hiyo ni past. Au mjini wanasema zilipendwa. Ulikuwa. Ulikuwa wa thamani machoni pa Mungu, lakini sasa si wa thamani. Ndio maana ukiona kongamano kimeamuriwa kichwa, ujue hampo, mnatakiwa mletwe. Na usijihesabia haki. Hata mimi usiku sikuwa nimelala, nikana madisia mchungaji, nilikuwa nimeshuka vizuri sana. Baada ya kuomba na kujitafakari uthamani nilionao, mahali nimepoteza, nikaamua kufumua na nywele. Nikaona hata hazina hata thamani, hata ziniongezei thamani. Na nilikuwa nimeshuka vizuri sana, sikuambia mtu. Na zilikuwa ni mpya, ukitaka ndaka nitafute kwenye mitandao. Nilikuwa na meremeta vizuri tu. Nikaona wala hata hazina thamani. Nilivyoona kofia imechelewa nikaja hivyo hivyo nikasema I don't care about kofia, what I care is my master Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Physical appearance haiamui kiwango cha mahusiano. Amen. Na ninafundisha mpaka jua lipotee ili mkitembea msiungue. Yaani nawasaidia msiungue. Nawasaidia msiungue. Nawasaidia msiungue. Afadhali imekuwa jioni. Nawasaidia msiungue. Na nimehesabu gari hazitutoshi. Au tutaendelea. Ndio kwanza introduction. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kongamano hili siku moja unajua mbaya haitoshi. Tutamdai mchungaji atatueleza. Tutamdai mchungaji. Tutamdai mchungaji. Si sawa? Tutamdai. Uthamani unasababisha kiwango chako cha heshima mbinguni na duniani. Uthamani wako unaamua kiwango chako cha heshima namba moja mbinguni. Heshima unayoipata mbinguni ndio ina reflect kiwango cha heshima yako hapa duniani. Ukiona watu hawakuheshimu, usitulaumu, kapatane na Mungu wako. Ukiona watu wanakuchukia
Usigombane nao, rudi kwa Mungu na wewe mahali umemchukulia poa. Mungu anasema ukinitumikia nitakuheshimu. Na si tu mimi nitakuheshimu, Yesu anasema na Baba yangu atafanya nini? Atakuheshimu. Kwa kiwango cha heshima unayopata mbinguni, ukiona watu wanakuheshimu duniani, sio wao wanakuheshimu, ni reflection ya kinachoendelea mbinguni. Kina reflect kinachoendelea mbinguni, ndio kinatupa sisi tukuheshimu. Unakuta mtu ana umri mdogo, lakini watu wakimwona wananyenyekea, wanamsalimia, wanampa heshima, au wanaongea naye kwa heshima. Kisa sio umri wake, ni kiwango cha heshima alichonacho mbinguni. Na nirekebishe, title haikupi heshima, mahusiano yanakupa heshima. Kuna watu hawana title, wana heshima mbinguni kuliko walio na title duniani ambao hawana heshima mbinguni. Kwa hiyo appearance ya nje haiamui heshima mbinguni. Tunachotutumilia ni cha mbinguni. Yes. Hallelujah. 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 Ukiona watu hawakuheshimu, usitusumbue. Usitusumbue. Usitushtakie hawaniheshimu. Nenda katengeneza heshima yako mbinguni. Usipigane na watu wanaokudharau, halafu unawaimbia nyimbo, walionidharau watanisalimia kwa heshima. Ipi wakati wewe una heshima mbinguni? Katengeneza heshima mbinguni. Mbingu iamue kukuheshimisha. Hauheshimishwi kwa sababu una kitu, unaheshimishwa kwa sababu una heshima mbinguni. Haleluya. 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 Unaweka na kikao cha familia, naona watu hawaniheshimu. Nenda kaeke kikao na Mungu. Nenda kaweke kikao mbinguni. Wacha kutusumbua. Mwambie jirani yako, wacha kutusumbua. Hiyo ni kesi yako na mbingu. Haleluya. Amen. Amen. Tulia sasa. Tulia sasa. Tulia sasa. Tulia sasa. Tunaanzia heshima. Kiwango chako cha uthamani kinaamua kiwango chako cha kupendwa. Kiwango chako cha kufanya nini? Mungu nisaidie mume wangu anipende. Wapi? Kupendwa ni amri, sio maombi. Mtumishi, ndoa yangu imeharibika. Shida nini? Mume anipende. Hakupendi mimi nikuombea kupende. Kwa hiyo nikikuombea ataanza kunipenda mimi, atakupenda wewe. Pambana na hali yako, katengeneze upendwe. Mimi sio kila maombi naombeaga mtu, sinaga roho nzuri. Kupendwa. Kupendwa. Kiwango unampenda Mungu, Mungu anamkamata yule mwanaume ambaye ni kichwa, anamwekea pendo lake ambalo anataka akupende. Kiwango cha kukupenda hakiamuliwi na mwanaume, kinaamuliwa na Mungu. Na kiwango mwanamke ana mahusiano mazuri na Mungu. Ndio maana wengine mmechakaa mnasema hampendwi, kumbe mnapewa adhabu na Mungu kupitia waume zenu. Haleluya. Haleluya. Wewe unakuja kutusumbua na ndoa yako. Rudi huko, acha kusumbua watu. Alafu sasa hivi mnaiga duniani. Mapenzi siku hizi hamna, njoo tuulize konki. Miaka 25 kwenye ndoa na bado tunapendwa. Na bado tunaonewa wivu. Na bado nikivaa hivi anashtuka. Acha kutusumbua mjini. Na unaniangalia unafikiri nimelingana na wewe.
zinaondolewa na mapenzi. Rudi darasani, rudi darasani. Haleluya. Nimesema rudi darasani. Amen. Kiwango chako cha uthamani kinaamua kiwango chako cha kufanya nini? Usitutingishie mjini. Nenda kapatane na Mungu. Maombi ya kuombewa ndoa ni mengi wakati ndoa yako ya mbinguni imevunjika. Alafu unafikiri Mungu anakuadhibia wapi? Ukiharibu ndoa ya mbinguni, unakomeshwa kwenye ndoa ya duniani. Ukitengeneza ndoa ya mbinguni, anakufurahisha kwenye ndoa ya duniani. Simple. Kwa Mungu ni kanuni. Si kila kitu kinaombewa. Na mimi siombei kila kitu. Si kila kitu kinafanya nini? Kinaombewa. Tengeneza na Mungu, Mungu anatengeneza huko. Tengeneza na muasisi wa ndoa, halafu ya mtengeneze jamaa. Tunawaimbia mpaka nyimbo sasa hivi. Mwamba huyu hapa. Mwamba hakupendi. Jina la mwamba linaendana kiwa la kupenda. Yesu ni mwamba wa kwanza. Tengeneza na mwamba Yesu. Alafu Yesu atamkamata mwamba wa mjini. Haleluya. Hebu nyeni acheni nifundishe. Amen. Amen. Okay, namba 3. Tumetoka kwenye kupendwa. Hata watu kukupenda. Kiwango Mungu anachokupenda, watu tu wa kawaida. Biblia inasema na pendo la Kristo limemiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mtu anavyokupenda, naomba nikwambie usiringe, hakupendi wewe. Anampenda Mungu ndani yako. Ndio maana Biblia inasema asiyependa hamjui nani? Mungu, wala hatokani na nani? Na Mungu. Kwa hiyo upendo na upendo wanapendana. Yaani upendo, Mungu upendo ndani yangu ataniunganisha na Mungu upendo ndani ya Pastor Eva. Amen. Yes. Kwa hiyo usiseme mimi siku hizi watu hawanipendi, katengeneze mbinguni. Yaani simple tu, katengeneze wapi? Mbinguni. Maana anasema ulikuwa wa thamani machoni pake. Lakini ule uthamani akaamua kukupenda, akaamua kukuheshimu. Akaamua namba 3 kutoa watu kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako. Inaweza kuondoa uthamani kwa mtu. Mambo yanayoweza kuondoa uthamani kwako. Uthamani kwako. Uthamani tulionao ndani ya Kristo. Naomba nitumie kauli, sio kama nitakuwa natukana. Sijajua utafsiri wake. Ni kama binti ambaye hajaguswa na mume, na mwanaume yoyote. Alafu akapata mume, akamkuta yule binti akiwa mpya. Lile jicho yule mwanaume atakalomtazama nalo yule mwanamke halitakuwa jicho atakalotazama nalo wanawake wengine. Nimeongea wanaume? Nimeongea wanaume? Nimeongea wanaume? Wamama lazima wakasirike. Wewe kwako kama uliangushaga juu ya mti pole. Lakini hayo ni mahusiano. Watu wazima tu ndo wamenielewa. Kuna wengine wameshachukia, unasikia katika jina la Yesu. Wakristo wote basi wakiolewa wanatakiwa waingie nayo ndani. Especially mliokoka. Amen. Amen. Na masomo kama haya ukianza kuhubiri, mabinti wanakunja uso. Maana unajua hamna tena, ilipotea zamani. Alianguka juu ya mti. Sasa nilipanda mti ikaanguka. Mwingine anasema kwenye baskeli. Yaani ukiona hivyo alipewa lift ya baskeli, alafu baskeli akabaskeli. Okay, wangapi wananena kwa lugha? Narudi darasani. Nataka urudi darasani. Natamani Mungu akufanyie kitu kadogo tu kabla hujaondoka. Wangapi wananena kwa lugha? Nataka nikufundishe kitu kirafiki. Wengine wana okay, 1, 2, 3 nena kwa lugha.
Nena sasa, nataka unene hiyo lugha. Kuna kitu nakufundisha. 1, 2, 3, nena kwa lugha. Endelea. Endelea. Amen. Hiyo unanena mwilini. Kwa sababu usiniambie kunena kwa lugha ni utakatifu, kunena kwa lugha ni ishara. Kuna ile nena kwa lugha inayoamriwa na Roho Mtakatifu. Na ile ndio inaleta mabadiliko. Ile hauneni mdomoni. Ile inapangua udhaifu. Inapangua udhaifu. Anaenda Roho Mtakatifu ananena kwenye kiti. Oya nisiwafikishe huko. Haleluya. Amen. Tunaenda kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie kitu shetani anakitafuta ndani ya kanisa. Amen. Nataka utambue sisi, nimekwambia sisi ni mabibi harusi na tuligharimiwa pamoja na Yesu, na tuligharimiwa na Yesu ili tuweze kupendeza. Kwa ajili sherehe yetu inaandaliwa rasmi na ukumbi huko hapo juu, hauna malipo. Na atakayekwenda si kwa sababu ameokoka, anakwenda kwa sababu jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, na si tu limeandikwa, na kwa sababu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha sio kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unaweza ukanena kwa lugha lakini hauongozwi na Roho Mtakatifu. Unafanya mambo yako kama utakavyo na kama taratibu zingine za kidunia. Kinachokutambulisha wewe ni mwana wa Mungu ni kiwango cha maongozi ya Roho Mtakatifu. Anasema tumempokea, tumefanyika watoto. Ili ufanyike mwana lazima usubmit under Holy Ghost. Maana yake unaongozwa. Anasema kwa wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Maana yake hauwi mwana wa Mungu tu kwa sababu umeokoka, unakuwa mwana wa Mungu kwa sababu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Sijui kama tunapata. Yes, I know injili sio tamu sana. Yatambue yafuatayo. Namba 1. Yatambue yafuatayo. Namba 1, kuna watu wanakupenda sio sababu ya uzuri wako wala elimu. Ndio maana watu hawana haja ya CV yako, bali ni kwa sababu ya Kristo ndani yako. Bali ni kwa sababu ya nani? Ya Kristo ndani yako. Amen. Na tambua, nimekwambia mfano wa kanisa ni Tamari. Amen. Tamari na nani? Na shetani ambaye tunaona tabia za Amnoni. Amen. Sasa Amnoni na Aminadabu walimwakilisha shetani. Tamari ni kanisa. Alikuwa hapendwi tu kwa sababu ni binti mfalme. Alikuwa hapendwi tu kwa sababu sijui ni mzuri. Alipendwa kwa sababu ya Kristo. Na nia ya kumpenda sio pendo la Mungu, ni kuharibu kile cha kimungu. Amen. Tambua kuna watu shetani huwa anasogeza karibu na sisi, si kwa nia ya kutusaidia, si kwa nia ya kutupenda, ni kwa nia ya kutuharibu. Amen. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji sana macho ya ndani kutambua kila aliye karibu na wewe. Amen. Wakati una uthamani, Mungu atatoa watu kwa ajili yako, na shetani naye atatoa watu kwa ajili yako. Nia ya shetani ni kukuharibu, nia ya Mungu ni kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu binti waliotolewa kwake, nia yake ilikuwa sio kumsaidia. Kwa sababu ya kukosa maongozi ya Roho Mtakatifu akadumbukia kwenye mtego. Mabinti, naomba niwaonye katika jina la Yesu. Mabinti, naomba niwaonye katika jina la Yesu. Si kila mwanaume anayekuja kwako, hata kama anaomba, ni wa kwako. Amen. Amen. Na kwa sababu mnaona kuolewa ni shida, eti unakuwa cheap. Huu ni upumbavu.
Nimesemaje? Upumbavu. Don't be cheap. Mwambie binti uliyekaa naye hapo, don't be cheap. Unajua shida nikiwaambia mnajichekesha. Unajua kwa nini unajichekesha? Tayari wewe ni cheap. Kwa sababu kinachowaponza mabinti wengi ni kujipeleka kwa wanaume. Sijui umenielewa? Tamari asingefanya nini? Asingeenda, angegoma. Asingeenda kupika. Mabinti wangapi leo mwanaume anakupenda leo, unaenda kuvua majinsi yake yote, wewe ni mpumbavu. Tena nasema mbele ya madhabahu, eti unaenda kuvua, labda atanioa. Asikuoe. Kama anakupenda anaanza kukufundisha jinsi. Hilo ni pendo. Jinsi. Unaenda kuvua, unarudi umekauka kama umetoka kumimina zeli. Eti unachuchumilia ndoa. Ndoa sio hivyo. Hatuchuchumilii na kujenga automatic with love. Mwingine anajua kwa nishapigwa na kitu kizito, mtumishi hujui tu. Ngoja niache. Unasikia hapo? Majeraha yanapumua. Chaenda, nishadeki, shaosha vyombo, nishapika na nikaachwa. Utajua mwenyewe. Kwa hiyo hapa majeraha yanapumua tu, unasikia Bwana nisaidie. Bwana akusaidie. Kuna vitu Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kuna yanayowezekana Mungu aingilii. Kuna yanayofanya nini? Nifulie jinsi sifui. Utanifanya nini? Kwanza hujanioa. Hivi sifui. Yaani kumuonyesha namba yangu ni kubwa, sifui. Wengine ziki inakupeleka kufanya nini? Kufua. Tafuta hela yako mjini, acha ushamba. Eti mtaendaje sasa suka si unyoe? Nyoa mpaka mafuta ya nazi, njoo kanisani hapo. Bwana atakuonekania, mtu atakuribosaya, atakununulia mafuta. Haleluya. Eti nitaonekanaje na nguo moja? Fua, pasi vizuri. Kitakachong'arisha ile nguo sio nje, ni ndani. Amen. Sasa utanionaje? Wenzangu wote wana macho matatu. Kwa nini usibaki na hilo moja? Lina shida gani? Si ubaki na hilo moja, mwambie usibaki na hilo moja. Baki nacho. Mwambie baki nacho mbinguni uende. Amen. Haya, rudi darasani katika jina la Yesu. Amen. Namba 2, mwambie atambue yafuatayo. Tambua kabisa adui anatafuta usiku na mchana kuharibu uthamani wako. Nimesema tambua kabisa usiku na mchana adui anatafuta kuharibu nini? Uthamani wako. Namba 3, usiamini kila mtu. Ishi kwa akili na usijiaminishe kwa kila mtu, kwa sababu wale tunaowaamini ndio wanaotumika sana na shetani. Umesikia hiyo sentence? Usiamini sana kila mtu. Umenisikia? Kwa sababu wale tunaowaamini ndio wanaotumika sana na shetani. Ili nitakusomea andiko Yohana 2:24. Yohana 2:24 anasema, lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote. Mstari wa 25 anasema, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyo ndani ya wanadamu. Sijui umenielewa? Yesu mwenyewe ni Mungu, lakini hakujiaminisha kwa watu wala hakuwaamini watu. Sijui umenielewa vizuri? Sasa inakuaje wewe uamini watu? Amen. Wakorintho wa kwanza 15:34 anasema, tumieni akili ipasavyo wala msitende nini? Dhambi. Amen. Kwa hiyo usiamini kila mtu. Amen. Si kila anayesema Bwana Yesu asifiwe ana Mungu. Ndio maana Yesu anasema si wote waniitao Bwana Bwana. Amen. Namba 4, kuna watu wakati wa taabu au aibu yako hawatakaa na wewe kwa sababu
wapo kwenye maisha yako sio kwa sababu ya uthamani wako, bali wako kuondoa uthamani wako. Umenisikia? Kuna watu wanakuja ili uharibike, na ukishaharibika tu wao wanaondoka. Sijui umenielewa? Kuna watu wanakuja ili upotee au upoteze kitu. Ukishapoteza tu wao wanafanya nini? Wale walikuwa wametumwa na adui specific kukuharibu au kukutoa kwenye mpango wa Mungu. Amen. 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 Namba 4B, mheshimu sana yule aliyesimama nawe katika taabu yako. Amen. Umenisikia? Amen. Mheshimu sana yule aliyesimama nawe katika taabu yako. Tunamuona Tamari, kaka yake ndio alimtia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanaokuharibu, Biblia inasema alipomharibu alituma watu wamfungie mlango nyuma yake. Kuna watu ukikutana nao, mambo yako yakiharibika na milango yako inafunga na wao wanaondoka, jua kusudi lao lilikuwa ni kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati una struggle, Mungu anakuinulia mtu wa kusimama na wewe. Mheshimu sana yule anayesimama na wewe katika taabu yako, katika dhiki yako, katika aibu yako. Tamari alilia, mfalme hakutoka, wake za wafalme hawakutoka, alitoka kaka yake. Na kaka si kwa sababu alitoka amefurahi, kaka alitoka akamtia moyo. Tena hakutaka kumuonyesha ndugu yako ni mbaya, akamwambia ndugu yangu usilie, kwa sababu yule aliyekutenda pia ni nduguyo, manake muhifadhi. Kumbe yeye aliweka kisasi, atalipa kisasi kwa ajili ya aibu ya ndugu yake. Heshimu sana anayesimama na wewe katika taabu yako. Bwana Yesu asifiwe. Heshimu sana anayetoa muda wake kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, heshimuni wachungaji wenu. Aibu zenu wanachukua, taabu zenu wanachukua. Namba 5, na nafikiri nitaanzia hapa, tunakaribia kuingia kuomba. Tambua wakati wa kurudi na jinsi ya kurudisha kilichopotea, na utambue kinachokuharibu. Tambua wakati wa kurudi na jinsi ya kurudisha kila kilichopotea. Nafikiri hapo unaandika tuna jinsi ya kulinda na jinsi ya kulinda ili kisipotee tena. Tambua wakati wa kurudi, jinsi ya kurudisha kilichopotea, na utambue kinachokuharibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakaribia kwenda kuomba. Nataka tupate muda mwingi wa kujimimina kwa Bwana. Nataka tupate muda mwingi sana wa kujimimina kwa Bwana. Kuna uthamani wa watu wengi sana umepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Usijifariji. Na wakati ukiwa ibadani, usimwangalie jirani yako anarudi. Uthamani wako ni tofauti na wako. Yaani hata sisi wanandoa, kilichoko ndani yako ni tofauti na kilichoko kwa Baba. Uthamani wako, kuna vitu vinaleta kwenye familia na kwenye ndoa na kwenye huduma. Kuna cha kwake kina vitu vinaleta. Amen. Amen. Najua wanaelewa ni watumishi. Amen. Kwa hiyo wakati unaenda, usiseme naenda kwa niaba, nenda pashu wewe kiti cha enzi mpaka uhakikishe umekutana na Mungu jioni leo. Amen. 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 Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Tunasoma mstari wa mwisho na kufuruhusu kuchukua Biblia. Zekaria 3. Zekaria 3. Nilikuwa nataka na watu wa worship, kuna kitu nataka niwafundishe hapo. Nimewasema, lakini nataka Mungu awainue kwa hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti naiona. Natamani niione huku kwetu. Amen. Nataka niione huku kwenu. Zekaria 3 mstari wa 1 mpaka wa 8 ndio mistari yetu tutasimamia kwenye maombi. Lakini kuna kitu nataka nikuonyeshe. Nataka usome sasa. Nenda na mimi. Uthamani ukiondoka unapingwa na shetani waziwazi, rafiki yangu. Hauna sei kwenye kiti cha enzi. Hauna sei kwenye nini?
kwenye kiti cha enzi. Anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nafikiri umeona hiyo sentence. Nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Amen. Amen. Napenda ufunge Biblia. Si kwamba sipendi usome, huwa napenda concentration. Bwana Yesu asifiwe. Hii concentration itakusukuma kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Funga tu paka notebook usiandike kitu. Biblia inatuambia kulikuwa na kuhani mkuu. Anaitwa nani? Sema Yoshua. Sema Yoshua. Biblia inatuambia alikuwa, ili ni eneo la madhabahu, si ni sawa? Nafikiri la hapa juu ndio madhabahu, hapa ni sehemu ya chini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amesimama mbele za Bwana. Let's say ni hapa. Mbele za nani? Na Bwana alikuwa amekaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata nikikufundisha unaweza usinielewe. Hebu chukua Biblia au ngoja mimi nikusomee Ufunuo. Yaani mimi kuna hili somo hauniambii kitu. Sana nataka kwenda mbinguni. Sema sana nataka kwenda mbinguni. Na sasa nataka kwenda mbinguni. Serious kabisa. Na ninataka kuwaona kwa jinsi ya ajabu. Unajua nikisema kwa jinsi ya ajabu, ninyi ni watu wa rohoni. Amen. Ninyi ni watu wa nini? Natamani muombe kama watu wa rohoni. Natamani muombe kama watu wa nini? Natamani mjiachie kama watu wa nini? Ndio, nimemaanisha. Naomba nikusomee hichi kitabu cha Ufunuo wa Yohana 8 ili nikikuelezea madhabahu uelewe madhabahu ninayokueleza. Amen. Hata alipofungua muhuri ya 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu. Anasema na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu. Akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Unasikia hiyo madhabahu? Ndio madhabahu tunayoenda jioni ya leo. Amen. Nikikwambia concentrate. Madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi, na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitwaa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Amen. Alikuwa amesimama mbele za nani? Za Mungu. Na Biblia inatuonyesha kwenye kitabu cha Ufunuo 8 kuna madhabahu ya dhahabu iliyoko wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hii madhabahu ya dhahabu inatuambia, naomba hicho kiti dada, chap wewe ni kijana, hujazeeka kabisa na ulivyo modo. Haleluya. Kieke pale kimoja. Hajazeeka kabisa. Kabisa. Yes. Asante Roho Mtakatifu.
Nataka nitoe mfano. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia mbinguni, na unaga mfano ujue ni reality hapa. Madhabahu ni mahali Mungu anashuka, ni roho inashuka kuhusiana na nani? Sema na wanadamu. Na roho ikishuka lazima imkute mwenye mwili, imvae, ihusiane na watu. Maanake kwenye madhabahu lazima kuwepo na kuhani. Amen. Na kuhani aliyoko kwenye madhabahu ni lazima ahusiane na kuhani aliyoko kwenye madhabahu ya mbinguni. Amen. 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 Sasa Biblia inatuonyesha kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana 8, mbinguni kuna madhabahu ya dhahabu. Madhabahu iliyoko mbinguni ndio hii madhabahu iliyoko duniani ni kimvuli cha madhabahu iliyoko mbinguni. Maana yake madhabahu hii haina kazi kama haina uhusiano na madhabahu iliyoko mbinguni. Ili madhabahu iwe na kazi lazima ihusiane na madhabahu iliyoko mbinguni. Kuhani wa madhabahu hana kazi kama hana uhusiano na kuhani mkuu aliyoko mbinguni. Ili madhabahu iwe na mahusiano lazima kuhani wa madhabahuni awe na mahusiano na kuhani wa madhabahu ya mbinguni. Amen. Amen. Sasa basi narudi kwenye madhabahu ya mbinguni. Let's say tunasafiri kwenye ile madhabahu ya wapi? Ya mbinguni. Anasema ile madhabahu ya mbinguni, leta na hicho kiti hapo. Yaani wanawake hawataki hata kuzeeka. Yaani chapcha. Kama mbinguni hamna viti vitatu. Mbinguni kuna viti hivi. Mbinguni kuna viti hivi. Bora mnaniangalia. Mbinguni kuna viti vingapi? Kimoja cha nani? Cha Baba. Kinachofuata ni cha kwangu na Yesu. Kuna mtu afanya nakuja. Kinachofuata ni cha kwangu na Yesu. Kinachofuata ni cha kanisa na Yesu. Biblia inatuambia kwenye ile madhabahu ya dhahabu, hapa yuko nani? Mungu Baba. Ameketi kwenye kiti cha enzi. Alafu kuna madhabahu ya dhahabu. Let's say hii hapa sasa, let's say ndio madhabahu ya dhahabu. Tuseme ingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia Biblia inatuambia ile madhabahu ya dhahabu. Let's say ndio madhabahu ya nini? Ya dhahabu. Iliyo mbele ya nini? Ya kiti cha enzi. Amen. Alafu kuna malaika waliosimama mbele ya nini? Ya madhabahu. Asante Roho Mtakatifu. Sasa nakuja. Wakati tunaomba, tunapoomba, malaika moja kwa moja aliyesimama mbele ya madhabahu ndiye anakuja kuhusika na maombi ya watakatifu walioko duniani. Na kazi ya malaika, anakuja na kitasa cha dhahabu, anakinga maombi ya watakatifu. Akiwa anaomba mkavu, yanakingwa si kila maombi. Anasema tukiomba chochote sawa sawa na mapenzi yake. Unakumbuka waraka wa Yohana? Maombi yanayokingwa ni yale yanayoombwa sawa sawa na mapenzi yake. Ikiwa anaomba kwa kuomboleza, malaika haji na kitasa kimoja, anakuja na vitasa viwili. Anasema tukifika mbinguni tutafutwa machozi. Yanakingwa na machozi. Machozi ni lugha ya nafsi inaweza kueleza. Anasema Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikuweza kutamkika. Kwa hiyo yale machozi yana lugha. Kwa hiyo malaika akikinga, anakinga maombi yako plus machozi yako. Anatoka, anakimbiza kwenye madhabahu ya dhahabu, anauweka hapo. Madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na Biblia inatuambia kwenye ile madhabahu kunategemea nguvu inayotoka kwenye madhabahu plus nguvu inayotoka ndani yako ya Waefeso 3:20. Atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye awezaye kufanya mambo makuu mno kuliko tuombavyo au tuwazavyo,
ndani yetu. Mungu hafanyi kazi kwa kutegemea nguvu zake mbinguni, anategemea nguvu iliyoko ndani yako plus nguvu ya nguvu iliyoko kwenye madhabahu ya dhahabu. Biblia inasema wanachochea moto wa madhabahu, alafu unatupwa duniani. Unatupwa duniani kwa nani? Kwangu. Kukatokea radi, sauti, tetemeko na ngurumo. Radi, sauti, tetemeko na ngurumo ndiyo inatengeneza matokeo. Amen. 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 Radi, sauti, tetemeko, ngurumo plus kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu iziko tu matokeo. Kwa nini makanisani watu wanaingia kwenye madhabahu wanafanya chochote? Kwa sababu ya uthamani wa madhabahu haupo. Anapoingia kuhani lazima aungane, na Biblia inatuambia tukitenda dhambi tusiogope. Wakati tunaomba tunaambia mtumishi, sasa tunaenda kuombea wapi ili tukutane nao? Tunaenda kuombea wapi? Ulimwengu wa roho. Unaombea kanisa la inaitwaje kanisa? Neno la neema. Hauombei neno la neema, unaondoka moja kwa moja mpaka kwenye hii madhabahu. Na ukifika kwenye hii madhabahu wakati unaomba, ili maombi yako yakingwe, hauombei kwenye madhabahu, una cross, unamuomba aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Utaniambia naruhusiwaje? Tuna ujasiri na kibali wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Inawezekanaje? Kinachoamua ufike pale ni nafasi ulionayo. Nafasi inaamua thamani wako mbinguni. Waefeso 2:6. Tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa. Manake hapa ameketi Baba, hapa ameketi Yesu, tumeketishwa pamoja. Manake Yesu amekaa na mimi nimekaa pamoja na Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na Biblia inatuambia tukiomba, tukikosa, tukitenda dhambi tusiogope, maana tunaye mwombezi anatuombea mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na mimi nikiwa na jambo langu zito na safiri na mkuta Yesu amepiga magoti mkono wa kuume wa Mungu Baba, na mimi napiga naye magoti, tunaomba naye. Wakati ananiombea, maombi yangu plus ya Yesu iziko tu matokeo. Amina kanisa. Amen. Amina kanisa. Na sinaanza kuona watu wameshaanza kujaza nguvu za Mungu. Hakuna mtu, usikae kienyeji, usikae kishabiki. Mimi mwenyewe nishaanza kusikia tofauti. Kama mtu ana macho, atakuwa anaanza kuona nguvu ya Mungu. Hamnaga mfano kwenye madhabahu. Kwenye madhabahu ni reality. Kwenye madhabahu kuna kuaga na reality. Na ulimwengu wa roho unaga mfano. Ndio maana nilisema leta kiti. Maana tulivyosema leta kiti, alikuja mwenye kiti cha enzi akakaa. Nikasema leta kiti kingine, maana alikuja na Yesu akakaa. Nikasema hichi kiti ni cha Yesu na kanisa, maana moja kwa moja katika ulimwengu wa roho atawachukua ambao wanaona wanapenda, wataenda kuomba naye. Kanda rabasaka ripa kata mandori masaka. Utaniambia wakati Zekaria anaomba, amefika kuomba, Biblia inatuambia shetani alimuona Zekaria wakati anaomba, mavazi yake yalikuwa ni machafu, kasimama mbele za Mungu, hana utetezi. Kumbuka damu ya Yesu ilikuwa haijamwagika, akawa anapingwa. Aliyeona upinzani wa Zekaria aliyeona upinzani wa Yoshua kwa ni mkuu ni nabii anayeitwa Zekaria, ndiye aliyemuombea. Leo tuna mkuu kuliko nabii Zekaria, anaitwa Yesu Kristo, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Hata tuombea kumwambia shetani Bwana akukemee. Yeye Yesu Kristo atasema simkemei shetani, nakupa damu, nakupa damu. Damu inakustahilisha, nakupa damu. Damu inakusogeza, nakupa damu. Damu inaondoa uchafu, nakupa damu. Njoo kwenye kiti, nakupa damu. Njoo chukua thamani yako iliyopotea, nakupa damu. Njoo chukua vitu vyako. Wapi? Njoo tuungane kwenye kiti cha enzi. Karabasira.
Raboshikirianda rabokora. Risanda risokorianda rabasika. Lebrakatoshka. Hakuna namna, nikuambie, hakuna mwanadamu anaweza kurudisha uthamani wako pale kwenye madhabahu ya dhahabu, pale kwenye kiti cha enzi. Biblia inasema ulikuwa wa thamani. Mungu ameona kanisa kuna thamani imepotea. Anasema tulikuwa wa thamani. Haijalishi tumepoteza. Yuko aliyepoteza kama Rahabu, lakini ya kwake ilirudishwa, na sisi ni zaidi ya Rahabu. Karabasiki mayanta, tunaweza kwenda kurudishiwa kile kilichopotea jioni ya leo. Rima sikiyanda. Ndiyo Bwana. Rika mandiri masoto. Ripa karobo korianda. Rikiki mahanderi kosata. Lebra sota kalamanderi bakorianda. Haijalishi uliitwa, lakini umepoteza uthamani wa huduma yako. Haijalishi ni ndoa yako imepoteza thamani machoni pa mume wako, machoni pa mke wako. Tunaye mume wa kwanza. Biblia inasema muumba wako ndiye mume wako wa kwanza. Tunaenda kwa mume wa kwanza kurudisha thamani iliyopotea. Rika sakari makora masaya. Rika mandarebo shaka. Rika mandarebo shaka. Nasikia mahali hapa patakuwa mahali pa makimbilio. Mahali hapa patakuwa ni mahali pa kutua mizigo. Kwa nini Mungu anasema siri yake hii? Nimealikwa kwenye madhabahu, siondoki kwenye madhabahu. Nimeketi kwenye madhabahu, siondoki kwenye madhabahu. Rika mandiri masoto. Leka mandiri mayanda. Rika mando. Risanda riso korianda rabasika. Simama na miguu yako kila mahali. Simama na miguu yako, nyanyua mikono yako juu. Simama na miguu yako, nyanyua mikono yako juu. Simama na miguu yako, nyanyua mikono juu. Jiachie kwa Bwana, ni saa ya kwenda. Sikuongozi maombi, nenda kaanze kuomba toba. Biblia inasema tukitenda dhambi, tunaye mwombezi Yesu Kristo, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ndipo mimi nitakapokurejeza upate kusimama mbele zangu. Nawe nisikie tu, nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu. Nao watakurudia wewe, bali hutawarudia wao. Nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Maana mimi nipo pamoja nawe, ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitakukomboa katika mikono yao wenye kutisha. Amen. Simama kwa miguu yako. Nataka tukafanye kitu kimoja katika zoezi kidogo tu. Zoezi kidogo sana. Zoezi kidogo sana. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Nisikilize, usiombe. Si nimekwambia hata kama nikunena kwa lugha, sikiliza maelekezo. Maelekezo yatakulidi pale. Anasema toeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu ya kumpendeza Mungu, maana ndiyo ibada yenu yenye maana. Sijui umenielewa? Maanake ukitoa sadaka, niangalie vizuri, niangalie ili uweze kuomba. Ukitoa sadaka kwenye madhabahu, hakuna namna unaweza kwenda kufanya nini? Kuichukua. Uongo kweli? Mungu anataka jioni ya leo, anasema ukitoa kilicho cha thamani katika kile kilicho kiovu. Cha thamani cha kwanza ni moyo wako. Cha pili mwili wako. Anasema toa mwili wako kuwa dhabihu. Dhabihu ni sadaka. Hakuna mtu amewahi kutoa sadaka akarudi kuja kuichukua. Hakuna. Jioni ya leo nataka tukajitoe pale. Na ukifika pale unaongea na aliyoko kwenye kiti. Unamwambia Mungu, leo kwa upya maisha yangu, wokovu wangu, mahusiano yangu, nimeamua kujitoa. Nimeamua kujitoa. Mungu nisaidie. Tunajua tuko katika dunia yenye uharibifu, lakini Mungu tusaidie. Tumeamua kujitoa. Kama ni wokovu, nimeamua sasa. Kama ni kuwa sadaka, nimeamua kuishi mimi kama sadaka. Haleluya. Nyanyua mikono yako juu. Kumbuka kanuni. Kwenda kujipeleka kwenye madhabahu ya dhahabu. Kwenda kujipeleka kama sadaka. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, nasema asante kwa sababu umekusudia kufanya kongamano hili
unirudishie uthamani wangu uliopotea. Ndio maana umesema kwa sababu hiyo nilikuwa wa thamani machoni pako, ndio maana ulinipenda, ndio maana ukaniheshimu na ukatoa watu kwa ajili yangu, kwa ajili ya maisha yangu, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yangu. Mungu mtakatifu, nimejua kabisa dhambi, makosa, kutokutii kumeniondolea uthamani wangu mbele zako, na ile heshima yako ikaondoka, na pendo lako likaondoka, na wale watu wakaondoka. Lakini jioni ya leo mimi mwenyewe, mimi Florence nimeamua kwa moyo wangu sawa sawa na neno lako. Umesema nikitoa kilicho cha thamani katika kile kilicho kiovu, ndipo utakaponifanya kuwa kama kinywa chako, ndipo utakaponifanya niwe karibu katika wale wanaokukaribia, utakaponifanya nisimame karibu na wewe kama wale wakukaribia, na ukaniambia nitoe mwili wangu kama sadaka. Mungu mtakatifu, kwa moyo wangu wote na utoa moyo wangu kama sadaka ya kwanza. Naleta mwili wangu kama dhabihu kwenye madhabahu ya dhahabu iliyoko mbinguni, mbele ya kiti cha enzi mahali umeketi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, hakuna sadaka iliwahi kuja kwenye madhabahu alafu mtu akaichukua tena. Jioni ya leo nimeamua kabisa kwa moyo wangu wote kujitoa kama sadaka kwenye hiyo madhabahu ya mbinguni, kupitia sadaka ya damu ya Yesu. Roho Mtakatifu nisaidie, maana nimeambiwa unanisaidia udhaifu wangu. Roho Mtakatifu nisaidie madhaifu yangu, nisaidie ambapo nashindwa kusimama, nashindwa kujitunza hata nikijitoa. Siku ya leo Roho Mtakatifu nipeleke kwenye ile madhabahu ya dhahabu, nikarudishiwe uthamani wangu uliopotea, heshima iliyopotea, pendo lililopotea, watu waliopotea. Mungu mtakatifu, ulimwambia Yoshua utamvika mavazi ya thamani nyingi, na mimi jioni ya leo najiachilia kwenye hiyo madhabahu ya dhahabu, na yaleta maisha yangu yavalishe thamani. Naleta wokovu wangu valisha thamani. Naleta utumishi wangu ivalishe thamani. Naleta ndoa yangu ivalishe thamani. Naleta maisha yangu katika jina. Nyanyua mikono yako juu. Tulia kimya, nenda kwenye madhabahu ukiwa kimya. Iko nguvu ya Mungu inaanza kuwavalisha watu na kuwahudumia. Jiachie mbele za Bwana. Ukiona nguvu za Mungu zinakuzidi, piga magoti. Nimeshaona watu nguvu za Mungu zinawazidi, piga magoti taratibu. Ndio, kuna watu Yesu anawashughulikia. Na hausimami hapa, nenda kwenye ile madhabahu. Nenda kwenye ile madhabahu. Shetani hawezi kukuzuia, kwa sababu Yesu yuko mkono wa kuume anakuombea. Nenda kamfuate Yesu kwenye madhabahu. Mwambie Yesu, nimekuja leo. Nimekuja na uchafu, nimekuja na kudharauliwa, nimekuja na kila kitu. Leo naondoka na uthamani uliopotea. Naondoka na uthamani uliopotea. Jiachie. Jiachie kwa Bwana. Jiachie kwa Bwana. Risakariso mandarabosaya. Yule mwanamke kahaba alipoingia kwenye karamu, watu wote walimdharau kwa sababu walimjua na ukahaba wake, lakini hawakujua ndiye atakayefuatana na Yesu na atakuwa wa kwanza kumuona Yesu akiwa amefufuka. Ripokora masaya. Risandarabakuria ndarabasaya. Nenda kwa Yesu, nenda kwa
Represent